nyikani ili ajaribiwe. Ni nini liwezesha Yesu kushinda majaribu? Ni kwa sababu miili yetu ni dhaifu. Jina Bwana inuliwe. So hatuwezi tukashinda mpaka neema ya Bwana ije. Yesu akiwa mwana wa Mungu aliweza tu kushinda, manake neema ilimkumbusha, imeandikwa mwanadamu ataishi kwa mikate peke yake. Hata kama ako katika hali ya mahitaji, alikuwa kwa hitaji ya chakula, amefunga muda wa siku 40 mchana na usiku, na kawa amesikia njaa, na adui aligojea kwanza akapatwe na njaa, yakajua this is the right time to stop. Hallelujah. Devil knows when to stop. Shetani anajua wakati wa kukuvamia, lakini kabla ya kuvamia na wakati atakuvamia, utaweza tu kumpinga na kumzuilia na kumchallenge by the grace of God upon your life. Hallelujah. Hatuwezi shinda shetani nje ya neema ya Mungu. Neema inatupatia kumbukumbu ya kwamba it is written. Na Yesu akasema imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mikate peke yake. Haleluya. Lakini kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu, basi huyo mtu anaweza. You can only overcome the temptation of the devil, the temptation of the enemy, when you utilize the grace of God upon you. Hallelujah. Waweza shinda tu majaribu, waweza shinda tu mitihani, waweza kuwa tu mtu mzuri, mteule mzuri, wakati unatumia neema ya Mungu iliyo juu ya maisha yako. Hallelujah. Kama unanipata sema amina. The devil know that you have that power to change the situation. Shetani siku zote anajua uko na ile uweza wa kubadilisha hali, uko na hiyo nguvu ya kubadilisha hali. Sasa dada mpendwa, ndugu mpendwa, siku zote adui ameshajua uko na huo uweza wa kusuluhisha, wa kuondoa matatizo kwa maisha yako, kwa jamii yako. Hallelujah. The grace of God unapeanwa kwa watu ambao wamekubali kuandamana na Mungu, kutafuta Mungu, kumsikiza Mungu na kumwelewa Mungu. Kuna watu wanapenda kumwelewa Mungu. Hallelujah. Hawajui vile Mungu anavyotaka. Kuna watu wanajua kile Mungu anavyotaka. Wanajua tu Mungu anazungumza, lakini hawajui vile Mungu anavyotaka. Mungu siku zote anataka tumpendeze. Haleluya. Kando na kutubariki, kando na kutuhifadhi, anataka tuweze kumpenda kwa nia zetu zote na kwa roho zetu zote na kwa nguvu zetu zote. Bwana Yesu asifiwe. Na huo ndio sababu shetani alijua Yesu amepungukiwa na nguvu ya mwili, kwa sababu chakula sikupea nguvu ya mwili. Na amekaa siku 40 hajakula, amekaa usiku 40 hajakula, akamjavamia. Devil knows ya chakuvamia, manake yeye ni skima. Haleluya. Skima kwa Kiswahili tunasema aje? Akona mbinu na hila. Paulo anasema tusikose kuelewa mbinu na hila za yule mwovu. Hallelujah. He knows the time to attack because he's a schemer. So we must understand and utilize the grace of God upon our life. Kila mmoja akona neema ya Mungu. Kila mmoja ana neema ya Mungu kwa maisha yake. So unapo okoka, kuna neema ya Mungu unapewa ya kukuwezesha, moja ya kupendeza Mungu, kutembea na Mungu na kushinda utu wa kale. Msaidie tu pole pole. And he know
when and what time to attack. Let us read in the book of 1 Kings, Wafalme wa kwanza. First Kings First Kings 21 as from verse 1. First Kings chapter 21. It is an interesting story ambao kila moja anastahili kuisoma na kuelewa ndio ajue neema iliyofanya kazi juu ya Naboth. Inasema hivi, nasoma kwa Kizungu. And it came to pass after these things that Naboth the Jezreelite had a vineyard which was in Jezreel, near by the palace of Ahab, king of Samaria. And Ahab spoke unto Naboth, saying, Give me your vineyard, that I may have it for a garden of herbs, because it is near unto my house, and I will give you for it a better vineyard than it. Or, if it seems good to you, I will give you the work of it in money. And Naboth said to Ahab, The Lord forbid that I should give the inheritance of my fathers unto you. Verse 4. And Ahab came into his house, sullen and displeased, because of the word which Naboth the Jezreelite had spoken to him. He had said, I will not give you the inheritance of my fathers. And he laid himself down upon his bed, and turned away his face, and would eat no bread. But Jezebel, his wife, came to him, and said unto him, Why is your spirit so sad, that you eat no bread? 6. And he said unto her, Because I spoke unto Naboth the Jezreelite, and said unto him, Give me your vineyard for money, or else, if it pleases you, I will give you another vineyard for it. And he answered, I will not give you my vineyard. And Jezebel his wife said unto him, Do you now govern the kingdom of Israel? Arise and eat bread, and let your heart be merry. I will give you the vineyard of Naboth the Jezreelite. Hallelujah. Wafalme wa kwanza ishirini na moja. Baada ya hayo, Nabothi Myezreeli alikuwa na shamba la mzabibu jirani na jumba la kifalme la Ahabu, mfalme wa Samaria. Ahabu akamwambia Nabothi, Nipatie shamba lako la mzabibu nilitumie kwa bustani ya mboga, kwa kuwa liko karibu na jumba langu la kifalme. Badala yake nitakupa shamba jingine la mzabibu nzuri zaidi, au kama utapenda nitakulipa kiasi chochote utakachoona ni dhamani yake. Mlango wa 3. Lakini Nabothi akajibu, Bwana na apitishie mbali kukupa wewe urithi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani mwake mwenye huzuni na hasira, kwa sababu ya yale ambayo Nabothi Myezreeli alikuwa amesema, Sitakupa urithi wa baba zangu. Akajionyesha juu ya kitanda
akisononeka na akikataa kula. Yezebeli mkewe akaingia na akamuuliza, kwa nini unahuzunika hivi? Kwa nini huli chakula? Akamjibu, kwa sababu nilimwambia Nabothi Myezreeli, niuzie shamba lako la mzabibu, au kama ukipenda nitakupa shamba jingine la mzabibu badala yake. Lakini akasema, sitakupa shamba la mzabibu. Yezebeli mke wake akasema, hivi ndivyo unavyofanya nawe ni mfalme katika Israeli yote? Inuka na ule chakula, uchangamke, nitakupatia shamba la mzabibu la Nabothi Myezreeli. Mlango wa 8. Kwa hiyo akaandika barua kwa jina la Ahabu, akaweka muhuri wake juu ya hizo barua, akazipeleka kwa wazee na kwa watu wenye cheo walioishi katika mji pamoja na Nabothi. Katika barua hizo aliandika, tangazeni siku ya watu kufunga na mtumikishe Nabothi mahali pawazi miongoni mwa watu, lakini ketisheni watu wawili wabaya kabisa makabala naye, nao washuhudie kuwa yeye amelani Mungu na mfalme. Kisha mtoeni nje na kupigwa kwa mawe hadi afe. Hivyo wazee na watu wenye cheo walioishi katika mji wa Nabothi wakafanya kama Yezebeli alivyoelekeza katika barua aliyoandikia. Wakatangaza mfungo na kumketisha Nabothi mahali pawazi miongoni mwa watu. Kisha watu wawili wabaya kabisa wakaja wakaketi mkabala naye, nao wakaleta mashtaka dhidi ya Nabothi mbele ya watu wakisema, Nabothi amemlani Mungu na mfalme. Kwa hiyo wakamtoa nje na kumpiga kwa mawe hadi akafa. Kisha wakatuma ujumbe kwa Yezebeli kusema, Nabothi amepigwa mawe na amekufa. Mara tu Yezebeli aliposikia kwamba Nabothi amepigwa mawe na amekufa, akamwambia Ahabu, amuka na uchukue lile shamba na mzabibu la Nabothi Myezreeli ambalo alikataa kukuzia. Hayuko hai tena, bali amekufa. Ahabu aliposikia Nabothi amekufa, akainuka akashuka ili kulichukua shamba la mzabibu la Nabothi. Kisha neno la Bwana likamjia Eliya mtumishi, shuka ukakutana na Ahabu mfalme wa Israeli anayetawala Samaria. Sasa yuko katika shamba la mzabibu la Nabothi ambapo amekwenda alimiliki. Umwambie, hivi ndivyo Bwana asemavyo, je, haujamuua mtu na kuitua mali yake? Kisha uambie, hivyo ndivyo asemavyo Bwana, mahali ambapo mbwa walilamba damu ya Nabothi, mbwa watalamba damu yako, naam, yako wewe. Ahabu akamwambia Eliya, kwa hiyo umenipata wewe adui yangu? Akajibu, ndivyo nimekupata, kwa sababu umejiuza mwenyewe. Bwana Yesu na asifiwe. Haleluya. Kuna hii story ambayo sote tunaielewa na tunaona neema ya Mungu iliyokuwa juu ya Nabothi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa sababu ya hicho neema iliyokuwa juu ya Nabothi, alikataa kupeana urithi wake. Kubali kupeana urithi. Alisema afadhali afe, lakini asipeane shamba la babu zake. When the grace of God is upon somebody, you will be able to stand firm. Bwana inuliwe.
Wakati neema ya Mungu iko juu ya mtu, utakuwa na uweza wa kusimama imara, hautayumbayumba. Watoto wa Mungu, hatujahitajika na hatujaruhusiwa kuyumbayumba, na wakati kuyumbayumba kunaingia, basi neema ya Mungu halipo juu yetu, and we cannot partake. Hatuwezi tukashiriki baraka yoyote ya Mungu. Tunaona Ahabu na mkewe, na tumeona Yesu na mjaribu Shetani. Hakuna kile adui anaweza fanya kwa maisha yako, kama vile Waroma 8:31 inavyosema, if God is for us, who can be against us? Hallelujah. Ni vyema mtoto wa Mungu tujue jinsi ya kutumia neema iliyo juu ya maisha yetu. Tusikubaliana na dunia, tusikubaliana na ulimwengu. Waraka wa Yohana inatuonya tusiige wala tusifuatize namna ya dunia hii, wala tusipende chochote kinachotokana na dunia. But the grace of God will enable you. Neema ya Mungu itakuwezesha usikubaliane na ulimwengu. Hallelujah. There's something we must understand and know. When we are attacked, we must know what is the plan and the agenda. Adui anapokuvamia lazima ujue malengo ya adui kukuvamia ni nini na agenda yake ni nini, na ndiweze kujua ni neema ya Mungu iliyo juu ya maisha yako itakuwezesha kujua malengo na agenda ya Shetani, kwa nini akuvamie. Hallelujah. Unajua, mara mingi watoto wa Mungu, hata kipindi tumevamiwa hatujui, na hatujui agenda ya Shetani. Agenda na malengo ya Shetani tunaona katika John 10:10. Mwivi haji tu ili aibe, auwe na haribu. Sasa uvamizi yoyote ambaye adui huleta, adui analete ili auwe, haribu neema ya Mungu juu ya maisha yako, ndio usiweze kumjua na kumtambua. Bwana Yesu ainuliwe. Ni vyema kanisa la Bwana tujue mbinu na hila za yule mwovu. Hauwezi shinda adui usiyejua silaha zake, usiyejua malengo yake, usiyejua kusudi lake. If you want to be a good overcomer, when you want to live a victorious life, you must identify and recognize the secret and the weapon of the enemy through the power of the grace of God upon your life. Hallelujah. Waweza jua mbinu na hila za yule mwovu kupitia neema ya Mungu iliyo juu ya maisha yako. Ahabu akasema, na itotelee mbali, kwa sababu hili shamba la mzabibu ndiyo ni nzuri, iko karibu na jumba la kifalme, lakini haikuwa ya kifalme, ilikuwa ya mababu na siwezi peana. Bwana inuliwe. Na yule mama akatunga sentensi, akapanga njama ya kuua Nabothi.